Hujambo na karibu mwanaspoti, natumai buheri wa afya. Mimi ni Musa Brian Edaki. Gor Mahia wameshinda taji ya ligi kuu ya FKF msimu 2025-26 kufuatia kushindwa kwa FC Leopards ugenini dhidi ya APS Bomet, jambo ambalo linaiacha Ingwe pointi 4 nyuma ikiwa imesalia na mechi moja. Gor Mahia wameshinda taji la 22 la ligi kuu ya FKF lililoongeza rekodi yao kufuatia kushindwa kwa AFC Leopards ugenini dhidi ya APS Bomet. Leopards haikuweza kutoa ubingwa hadi siku ya mwisho, kwani mchezo mzuri wa APS Bomet uliwafanya wapate kichapo cha 2-1 kwenye uwanja wa Kericho Green Stadium. Kwingineko, Athletics Kenya imezindua timu ya wanariadha 22 watakaowakilisha nchi ya Kenya katika riadha za dunia za vijana walio chini ya umri wa miaka 20 mwaka huu zinazopangwa kufanyika Agosti kule Oregon, Marekani. Timu hiyo iliyochaguliwa kupatia majaribio siku 2 katika uwanja wa Nyayo ni mchanganyiko wa wanariadha wenye uzoefu na chipukizi. Bingwa wa Afrika Cynthia Chepkirui, bingwa wa michezo ya vijana wa Afrika Emmanuel Lemiso na mshindi wa medali ya shaba ya Afrika Joylin Chepkemoi ni miongoni mwa wanariadha waliochaguliwa kwa michuano ya kimataifa itakayofanyika Agosti 5 hadi 9 mjini Oregon. Kenya Lioness yaibuka na ushindi dhidi ya Lady Cranes ya Uganda katika mchezo wa ufunguzi wa kombe la raga la wanawake wa Afrika. Waliweza kupata pointi 43-10 kwa upande wa Kenya Lioness katika dabi ya kusisimua ya Afrika Mashariki katika uwanja wa RFUE Nairobi. Jaribio la ufunguzi la Maureen Muritu dakika ya kwanza ya mechi, Sinaide Mokayo na Pressure Oduor kipindi cha pili, Faith Lipoi aliweka Kenya Lioness mbele kuashiria ushindi wa Kenya dhidi ya Lady Cranes ya Uganda. Bandari FC ilipata ushindi muhimu wa 1-0 dhidi ya Tusker FC, na Tusker waliendelea kuzidisha shinikizo kwa wenyeji kwa mashambulizi mengi, lakini hawakuweza kupata bao na kusawazisha mjini Mombasa. Kimataifa, Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amepongeza Morocco kwa kuachilia mashabiki wa Senegal. Hii ni baada ya Mfalme Mohamed wa 6 wa Morocco kuwasamehe mashabiki wa Senegal waliofungwa jela baada ya ghasia na fujo katika fainali ya kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2025. Kufikia hapo msikilizaji, na tamatisha habari zetu za michezo kwa sasa.